Bwana, sio wewe peke yako tu. Bwana, hata mimi na hata yule, hakuna ambaye alikuwa expect kuweza kama hili tukio linaweza likatokea ndani bana ya jumba hili hapa la mambo ambayo yamezidi kutokea kwa mwaka 2025. Ni mambo mengi sana, mwenyewe na shangaa bana, nimekutwa na mshtuko mkubwa kuhusiana na haya matukio ambayo nimeweza kukutana nayo bana kuhusiana na ishu nzima ambayo imekuwa ikiendelea zaidi ni kuhusiana na wasanii jinsi gani wameweza kuyafanya bana mambo mwaka 2025. Bana kuanzia hapa mpaka mwisho niweze kukusanua na niweze kukuelezea zaidi mambo gani ambayo yameweza kufanyika kwa mwaka huu 2025 bana kupitia bana engo ya burudani. Mambo ni mengi sana, tunaanza kukwambia kuanzia la kwanza bana mpaka la mwisho kuhusiana na wasanii wameweza kufanya jambo gani. So mimi naitwa Chris, endelea kuenjoy. Bana kwa mwaka 2025 moja ya tukio kubwa sana la kiburudani ambalo limeweza kutokea ni kuhusiana na Mario kutangazwa kuwa balozi wa bahati nasibu bana ya taifa. Sasa hii ilikuwa ni mnamo Februari 25. Mwanamuziki nyota wa Bongo Flava ambaye pia ni CEO au mkurugenzi wa Bad Nation, na mzungumzia Omari Ari Mwanga maarufu kama Mario, alitangazwa kuwa rasmi balozi wa bahati nasibu ya taifa la Tanzania. Ushirikiano huu unalenga kuleta matumaini ya burudani na fursa mbalimbali kuweza kufungua mipaka ya kibiashara zaidi, lakini pia kupanua uwigo bana wa muziki wake ambao amekuwa akiufanya, lakini pia kubadilisha maisha ya wasanii ya maisha halisi ya wasanii ambao ni wa Tanzania. Sasa Mario alieleza furaha yake jinsi gani alivyokuwa excited kuweza kupokea mchongo kama huu hapo. Tuzo za comedy of course ni jambo kubwa ambalo limeweza kuzungumziwa sana kwa mwaka huu 2025 kuanzia Januari mpaka sasa hivi hapa, ambapo tuzo hizo zilifanyika bana mwaka 2025 lifanyika kwa mafanikio makubwa, zikiheshimu na kutambua mchango wa wachekeshaji nchini Tanzania. Sasa shughuli hiyo ilipambwa na burudani, furaha, vicheko, huku mgeni rasmi akiwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alikutanisha waigizaji wa kongwe na wale ambao walikuwa wanachipukia kwenye game. Lakini pia maandalizi ya tamasha la sanaa la Bagamoyo, maandalizi ya tamasha la kimataifa la sanaa la utamaduni la Bagamoyo pia ni miongoni mwa issue ambazo zimeweza kukua zaidi au sobana. Sasa miongoni mwa issue ambazo zimeendelea kukua zaidi na kuendelea kuchukua nafasi kinoma noma. So bana tuendelee kufahamu nini ambacho kipo zaidi kuhusiana na haya matukio. Na tukio la 4 ni bana tuzo za Trace ambazo lifanyika tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025. Ni moja ya tukio kubwa pia ambalo liweza kuzungumziwa sana kwenye kiwanda cha muziki, ambapo liliweza kuwakusanya wasanii wa Tanzania na wasanii wa nje ya Bongo kuweza kukusanyika pamoja kuweza kugawiwa katika tuzo. Na tukio lingine ni ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania na kampuni za kimataifa, ambapo wasanii wa Tanzania wameendelea kuonyesha ushirikiano na makampuni mbalimbali ya kimataifa kwa ajili ya kuweza kupanua bana uwigo wa kiburudani na kuongeza zaidi njia za kuweza kufanya muziki. Lakini pia mfano mzuri ni ushirikiano kati ya Mario na bahati nasibu ya taifa, unaonyesha jinsi gani wasanii wanaweza kuongeza hazfa bana katika muziki wa Tanzania. Lakini tukio nyingine kubwa katika uwanga wa burudani ni kufanya kwa bana ngoma kwa Diamond Platnumz na wasanii wa nje. Maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe YouTube channel yetu kwa taarifa zinginezo zaidi.